za wanawake atamuuliza Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo ni upi mpango wa serikali juu ya afya za wananchi kupitia kilimo hai na utumiaji wa mbolea. Waziri wa Kilimo na Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo 82 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo tayari imeshakamilisha mkakati wa kilimo hai Zanzibar, ambapo kwa sasa upo kwa mchapaji wa serikali na unatarajiwa kuanza rasmi matumizi yake mara tu baada ya kukamilika kazi hiyo uchapaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha serikali imewaalika kampuni ya Minjingu ambayo ni msambazaji mkubwa wa mbolea ya asili Tanzania, na kampuni hii imepatiwa mahala manne ya serikali kwa utaratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, maalum ili kuhakikisha uwepo wa pembejeo hii muhimu ya kutosha, na tayari mbolea hizo zimeanza kutumiwa hapa nchini na sasa kwa kilimo cha mpunga. Vile vile serikali imewashawaalika na kuwezesha makampuni ya Plant Biodefender ya Kilimanjaro, mkoa wa Kilimanjaro, Tanzania, ili kuendeleza shughuli za usambazaji na uzalishaji wa viuatilifu vya udhibiti wa wadudu waharibifu na maradhi hapa Zanzibar. Vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, kampuni imepewa eneo katika maeneo ya Kizimbani, Unguja, vile vile na maeneo ya Chamanangwe kwa Pemba, ili iwe rahisi kwao na kufanya maonesho ya bidhaa zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Suleiman, swali la nyongeza. Mheshimiwa Chumu Samani, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri, pamoja na majibu yako mazuri yenye kuleta tija kwa wananchi wetu, naomba nikuulize swala moja la nyongeza lenye kipengele A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa umesema kuna mkakati ambao unaandaliwa sasa hivi au mmeandaa kwa kuhakikisha mnaendeleza juhudi za mbolea madhubuti, Mheshimiwa Waziri, nataka kujua ni kiasi gani cha fedha ambazo mmekitenga kwa kuendeshea programu hii. Lakini B, Mheshimiwa Waziri, tumekuwa tukiona wakati tunatumia mboga, kwa mfano kuna mboga ya mchicha, wakati unaichambua mboga ile inakuwa inakatika kama unokata vijiti, tofauti na zile mboga zetu ambazo tunatumia mbolea za asili. Je, ni mpango gani hasa mkakati uliowekwa juu ya kuondosha matumizi ya mbolea ambazo zina makemikali kwa ajili ya afya ya wananchi na kutumia mbolea bora? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Chumu Kombo Hamisi, mwakilishi wa wananchi viti maalum, swali lake la nyongeza na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jitihada za kufanya katika mpango huu wa kilimo hai hapa Zanzibar, ni mpango ambao tumefanya kwa kushirikiana na wenzetu wa shirika wa maendeleo, na mpango huu umesapotiwa na effort mbalimbali ikiwemo wenzetu wa FAO pamoja na wenzetu ambao tumeshirikiana nao IPPZ, kwa maana taasisi ambayo inashughulika private ambayo inajikita na kilimo hai hapa Zanzibar. Kwa hiyo mpango wa rasilimali fedha ambazo zimetumika zilitokana na wao ambazo binafsi ni kwamba ziko katika utaratibu ule kwamba kufahamika kwamba wao wenyewe ndio walikuwa wanasimamia, na fedha hizi hazikuja moja kwa moja katika taasisi yetu katika kuhakikisha kwamba tunaziingiza kwenye akaunti yetu, na sisi hatukuwa tumepanga kutumia fedha kwenye mpango huu kwa sababu hatukuwa na utaratibu wakati huo, ulikuwa bado fedha hizo hatujazitenga, lakini walitusaidia na tumefanikisha mpango huo na sasa uko katika hatua ya uchapaji. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, suala la matumizi ya mbolea ambazo zinaleta athari kama vile mheshimiwa ambavyo amesema, kwanza jambo hili sisi kama wizara hatuja kuwa na isibati ama uthibitisho kwamba kuna changamoto hiyo ambayo imeelezwa, lakini hata hivyo
nataka nimpe matumaini na mpe muhakishie mheshimiwa mwakilishi kwamba tunaendelea kama wizara kuhakikisha kwamba kila kinachofanyika katika swala zima la uzalishaji, tukigundua kuna athari basi hatua zitachukuliwa. Lakini kwa sasa ninachotaka kusema ni kwamba tumefanya jitihada za kuingiza pembejeo za kutosha ambazo hazina madhara kwa udongo pamoja na watumiaji. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba endelee kuona kwamba kama kuna taarifa kama hizo ambazo amezeleza Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba atuwasilishie ili tuweze kujiridhisha zaidi, tuweze kutoa majibu kwa mujibu uhalisia ulivyo. Asante sana Mheshimiwa.